Wiki zilizopita tukawa tunajifunza habari ya Esther alivyopata kibali, alivyopoteza kibali mbele ya mume, na alipopoteza kibali Biblia inasema alitafuta tena kibali kwa njia ya maombi. Sema maombi. Sema basi maombi. Sema maombi. Na nikasema kibali inaweza ikawa ni neema, ni nyota, vitu kama vile, lakini kibali inaweza kuibiwa. Iwe kibali cha biashara, iwe kibali cha kazi, iwe kibali cha ndoa, iwe chochote. Kuna wataalamu ambao wana mbinu, wanaweza wakachafua kibali chako, na wachautumia nyota za watu. Nyota ni neema ambayo Mungu muachilia mwanadamu anayempenda. Ama mbili, nyota ni upendeleo ambayo Mungu sio kwamba anakupa kwa sababu unastahili. Namba tatu ni kile ambacho kitawafanya watu wa kuheshimu. Nyota ni kile kitu ambacho kitafanya watu wa kuheshimu, wakupende, wakutafute. Kuna watu hawakupendi, kuna watu utafuti kwa mema, unatafutwa tu kwa mabaya. Kila ukikutana na mtu unakutana kwa mabaya. Neema iko ndani yako ambayo itawaleta watu sahihi kwenye maisha yako. Neema inavuta vitu vilivyo sahihi, inavuta pesa, inavuta baraka, inavuta vitu vingine. Sasa wachawi wana mbinu, wanaweza wakaiba ile neema, wakakuvalisha roho ya kutopata neema. Na kwenye ibada ya leo ni siku ya kurudisha neema ya mtu. Sema amen. Sema basi amen. Sema kila aliyechukua neema yangu anakwenda kuachilia. Namba 4, nyota ni kile kitu ambacho kitakupa kibali mbele ya watu. Kuna mtu unaweza ukawa kwenye ndoa au na watoto hakutambui, mke hakutambui, mwanaume hakutambui, bosi hakutambui. Unajitahidi kujituma, unajitahidi kuongea kama malaika, lakini hakuna mtu anakuona. Leo nataka nikutamkie kinabii, hautapita kwenye huo mlango, kibali chako kitangaa. Kuna watu watakutafuta mpaka utashangaa. Kuna vitu vitakutafuta mpaka utashangaa. Hebu sema kibali changu kiachiliwe. Wangapi wanaamini kibali kitaachiliwa? Lakini namba 5, nyota na kile kitu ambacho kitawafanya watu wakusujudie kama walivyomsujudia Yesu. Kitabu kile cha Mathayo mlango wa 2 mstari wa 2 anasema, yuko wapi yeye aliyezaliwa, kwani tuliiona nyota yake nasi tumekuja kusujudia. Hawakwenda kumsujudia Yesu, bali kinachowafanya kumtafuta Yesu ni nyota yake iliyong'aa na kuonekana mahali. Napenda niseme kuna nyota ya mtu itaonekana mahali na atatafutwa. Nyota ya uongozi, nyota ya ndoa, nyota ya biashara, nyota ya wokovu, nyota ya huduma. Kila atakayejaribu kuzima hiyo nyota yako atakufa kwa jina la Yesu kwenye ibada ya leo. Hawakumfuata Yesu, walifuata nyota, waliongozwa na nyota. Nataka nikwambie, nyota ikichukuliwa, hata ukifungua biashara, wateja watapita, watakuona. Wateja watakuja, hawatakuungisha, na wakikuungisha hakuna kinachoenda. Nataka niombe mahali hapa. Kama nyota yako imechukuliwa, utaenda kutafuta kazi mahali, hautaonekana. Kama ni mchumba, hatakuona. Kama ni mume, hatakuona. Nataka nirudishe nyota ya mtu mmoja, kama ambavyo nyota ya Yesu iling'aa ikawavuta mamajusi. Nyota yako ing'ae, iwalete watu mashariki magharibi. Mtu mmoja asema amina. Mtu mmoja asema amina. Hawakumfuata Yesu, ila walifuata nyota. Nataka nikwambie, unaweza ukawa una akili, unaweza ukawa umesoma, unaweza ukawa ni mtu mzuri, lakini kuna watu hawatakuona. Nataka nitamke kwenye ibada ya leo, nyota yako itang'aa na watu wataitafuta hiyo nyota. Orimoshatarabasaka. Wataona biashara yako, wataona watoto wako, watakuona kwenye hiyo kazi, watakuona kwenye hiyo kampuni. Nataka niongee na watu watatu wanaosema nyota yangu ing'ae leo. Kwenye ibada ya leo sitaondoka, naondoka na nyota yangu. Watoto wakuone mama, wakakutendee mema. Mume wako akuona, akutendee mema. Mke wako akuona, akutendee mema. Kuna level utakwenda baada ya nyota kung'aa. Sema nyota yangu ing'ae. Kuse basi mwenzako, mwambie kinachofanya watu waende kwa mganga. Hawaendi kuomba pesa.
Uliwahi kuona mtu anaenda kwa mganga anasema, boss mganga naomba nipe pesa? Wanaendaga kule, wanaenda kubadilishiwa nyota, wanaenda kupewa kibali. Na kile kibali maana yake wanaachilia sadaka. Wakiachilia sadaka, mganga anachukua zile nyota zetu, maana zile nyota ni nyota za watu ambao wametekwa, wamefungwa. Anachukua, anakupa. Ukienda kwenye kazi unashine, ukienda huko unashine. Sasa zile hazitadumu. Nimekuja na nyota ambayo inatoka heaven. Ni kile kitu ambacho umezaliwa nacho, ambacho kimeibiwa, leo nakirudisha kilichopelekwa. Leo nakiita kwa waganga. Hata wanafiki kama umeiba nyota yako, wakaachie nyota yako. Hata wachawi kwenye baba uliopo kama umeiba nyota yako, wakaachie nyota yako. Nataka watu watatu ambao watashaini kabla mwaka hujaisha, watashaini. Nyota zitang'aa, watatafutwa mpaka watashangaa. Miongoni watakao leo uwe miongoni mwao. Miongoni wenye kazi biashara uwe miongoni mwao. Sema nyota yangu ing'ae. Nyota inasababisha watu wakusujudie. Walipofika mahali Yesu alipo, maandiko yanasema wakamsujudia. Nani jamani? Hawamsujudii Yesu, wanasujudia nyota iliyoonekana. Sema leo aliyeshikilia nyota yangu aachie. Sema kwa sababu aachie. Na sasa nyota ni kitu ambacho Mungu amekuumbia ili uweze kuafikia hatima yako iliyotukuka hapa duniani. Nyota ni kitu ambacho Mungu amekuwekea. Iwe umesoma hujasoma, kuna kitu Mungu ameweka ndani yako, na kile kitu kitakufanya ufikie hatima kubwa. Kuna watu hapa mnasubiriwa na ndugu zenu mkawabebe. Kuna watu hapa mnasubiriwa mkawape watu kazi mitaani, wanalia, Mungu tupe kazi, Mungu ajira imekuwa ngumu. Mungu anasema nimempeleka Eriki kule kwa Elisha, alishia nyota yake, akafungua maduka ya jumla, akafungua kampuni, akafanya vitu vya studio. Ninatamka, aliye chini subiri atakuwa juu, aliyeshushwa subiri atainuliwa. Usijui kama naongea na watu watatu. Usimdharau mtu kabla hajafa. Maadamu anapumua, sio mwenzako. Guse mwenzako, mwambie utaenda viwango vya baraka. Mwambie leo hakuna kuondoka hapa hujapokea nyota yako. Sema fire. Nyota ni kitu ambacho kitawafanya watu wakuletea utajiri. Isaya 60:11. Malango yako hayatafungwa mchana na usiku ili watu wapate kukuletea utajiri wakiongozwa na wafalme wao. Leo wanafanana kwa sababu hawajui nyota zao. Wachao mara nyingi huwa wanafahamu nyota za watu. Kuna usemi usemao ni rahisi mtu aliye gizani kumwona mtu aliye nuruni, lakini mtu aliye nuruni sio rahisi kumwona mtu aliye gizani. Ni rahisi adui wako kukumaliza kuliko wewe kumtambua. Na njia mojawapo, hakuna kitu muhimu kama Mungu atakufichulia adui wako wakati yeye hajakujua. Yaani nasema hivi, Mungu akimfichua adui wako wakati bado yeye hajakujua, ni tamu sana. Na leo kwenye maombi ya leo, nyota yako itawaka moto ulipo, alafu adui yako atafichuliwa kabla hajakufahamu wewe. Sema leo hawana nafasi kwenye maisha yangu. Mungu akutoe kwenye level ya umasikini. Mungu akutoe kwenye level ya magonjwa. Mungu akweli kwambie, kama umeokoka, umasikini sio halali yako. Umasikini sio halali. Kuna vitu vitatu Yesu alifia msalabani. Sema namba moja. Alisema kwa kifo changu nalikuwa masikini wasiwe. Namba 2 alisema kwa kifo changu nalikuwa mgonjwa wasiwe. Koje anaye hautapita kwenye huo mlango kama una ugonjwa, utauacha hapa. Asije kama naongea na watu. Nasema utapita kwenye huo mlango ukiwa na ugonjwa kama una ugonjwa. Lakini namba 2, hautapita kwenye huo mlango ukiwa na nyota za kuzimu. Utaondoka na nyota yako ya kazi, utaondoka na nyota ya kuolewa, utaondoka na nyota ya biashara, utaondoka na nyota yako. Tumoja asema naondoka na kibali changu. Uko na imani? Mwambie mwenzako unaondoka na kitu chako. Unaondoka na vitu vyako. Sema amen. Ndio ilivyo wachawi na wasoma nyota. Watu husoma nyota kwa urahisi kuliko sisi. Wakati Yesu anazaliwa, mamajusi waliona nyota mashariki, walikuwa wataalamu wakubwa wa kusoma nyota, na tayari walipoiona wakagundua kuna jambo la ajabu la kutisha ambalo limetendeka ulimwenguni, na ndio maana wakafunga safari kuanza kufuatilia ile nyota. Mathayo 2:22, Mathayo mlango wa 2 mstari wa 2. Walifuata ile nyoka wakisema yuko wapi aliyezaliwa ili tumsujudie, na wakapeleka na zawadi na
manemane. Unaonaje baada ya kutamka ili kurudisha nyota yako? Unaonaje ukipanda kwenye gari unakutana na mtu sahihi wa kukupa kazi? Unaonaje nikitamka leo nyota yako itaachiliwa kwenye hicho kibanda, aje mtu akwambie unaonaje nikusaidie mtaji? Unaonaje kuna watu wameshika mitaji yako wakuletee? Unaonaje kuna ndugu yako atatolewa kwenye pombe atakuwa mtu mwema? Unaonaje ukitoka hapa mgonjwa uliyemwacha nyumbani awe salama? Nakataa roho ya mauti, nakataa roho ya mauti, nakataa roho ya mauti. Yaani kama kuna mgonjwa umemwacha nyumbani, ukitoka hapa amepona. Unasikika kweli mahali hapa? Narudia, kama umeacha tatizo nyumbani, utalikuta hilo tatizo. Au makofi si ya kumpa God jamani. Hebu mtingishe mwenzako mwambie kama unaga wateja watakuja. Kama unaga kazi atakuja. Kama mama akupendi utashangaa akikuangalia sema hivi ni yule Neema naye mpenda. Kuna watu mko kwenye ndoa, mama akikuangalia anaona karakoshe yeye. Unasema hivi, huyu alikuwa ananiambia I love you sweetie. Atageuka atakuona kama ufai. Unajua nimekosea nini? Unaenda kwenye kiu unajiangalia tatizo nyota. Mke mwenzako amekupiga kipapai, jirani amekupiga kipapai. Wewe ni kwamba mwanangu sio kila mtu anakupenda. Kuna mtu hiyo sura ulionayo inamtesa. Sura tu. Kuna mtu ukitembea Mungu amekujalia mwendo wa kitajiri. Ukitembea tu unapotembea wewe. Yaani ananiumizaga anapotembea.